Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutukutanisha watu wote hapa leo kwa ajili ya mechi ya kesho. Maandalizi yako vizuri. Jana wangu hapo vizuri, nilifanya mazoezi zaidi ya mwezi mmoja nyuma kujiandaa na hii ngao ya jamii. Timu ya Mashujaa Queens sio timu ya siku nyingi sana kwenye ligi ya wanawake, lakini msimu uliopita tulifanya vizuri, tukashika nafasi ya 4 mpaka tunashiriki leo kwenye ngao ya jamii. Tutaingia kwenye mechi ya kesho kwa kuheshimu Simba kwa sababu Simba ni timu ambayo iko siku nyingi kwenye ligi ya wanawake. Mechi ya kesho ni mechi ya mbinu. Mechi ya kesho ni mechi moja ambayo inaweza kuzaa mechi ya pili. Kwa hiyo mechi ya kesho tutaingia kwa tahadhari kubwa kwa soma kwanza wapinzani wanacheza vipi ili tuweze kukabiliana nao. Lakini na imani kwa wachezaji wangu, mafunzo tuliowapa, Mungu kesho kaamka salama na imani wakiashika yale tuliowapa mazoezini, mechi ya kesho kwa uwezo wala tutashinda. Kocha Ali anasema kwamba mechi inazaa mechi kesho dhidi ya Simba Queens. Maswali kwake? Mechi ya kesho mashabiki wengi wategemea kuona mpira mzuri na mpira wa kiushindani. Kama nilivyosema mwanzo, mechi ya kesho ndio inazaa mechi nyingine. Kesho tunaenda kwenye mechi moja, ili tuzae mechi ya pili lazima tushinde mechi ya kesho. Ukitegemea mechi ya mwisho kwenye ligi tutoka nao draw Simba. Kwa hiyo mechi ya kesho lazima tuingie kwa kupambana na kuheshimu na tuangalia mazuri yao, tupambane nayo, madhaifu yao, ndio tutumie udhaifu wao ili kupata matokeo kwa mechi ya kesho. Furaha yangu kweli nilikuwa na furaha kubwa kuona timu nimefikisha kwenye nafasi ya 4, lakini kama mwalimu mategemeo yangu sio hayo. Kutegemea huko nyuma nishawahi kuchukua ubingwa mara 3 wa ligi kuu ya wanawake. Kwa hiyo malengo yangu makubwa nione tena nachukua ubingwa na hii timu ya Mashujaa Queens. Swali lingine? Kama lipo swali lingine? Swali kwa kocha? Bila shaka kikosi chako kina ingizo la wachezaji wapya, na wengine wametoka na kuingia. Uingizo wa wachezaji wapya kwako ni faida kubwa kiasi gani, na katika mchezo wa kesho kuna wachezaji gani ambao utawakosa? Kuna wachezaji ndio tumeingiza ingizo jipya na wengine wanaingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza, lakini kuna mchezaji ambao wa kikosi cha kwanza Masika na mkosa kutokana na majeruhi. Lakini vile vile hao waliokuja kwenye ingizo jipya ni wachezaji ambao wanaongeza chachu kwenye timu kuhakikisha kikosi kinakuwa imara kupambana na mechi ya kesho na Simba Queens. Swali la mwisho kama lipo? Swali la mwisho kwa kocha kama lipo? Sawa, bila shaka shindano hili la ngao ya jamii kwenu hii imebebaje na mnaizungumziaje ngao ya jamii? Kwanza ni furaha kwetu, pili tuna kibarua. Maana unavyoingia kwenye ngao ya jamii kama hii watu wanataka kuona kweli umeingia kwa kubahatisha au umeingia kwa kumaanisha. Kwa hiyo kwangu kama mwalimu hainisumbui kwa sababu nishapambana kwenye ligi ya wanawake katika nafasi kama hizo. Lakini kwa wachezaji nao wazoefu ambao walishachukua ubingwa kwenye vilabu vingine kama kina Koku Panga ameshawahi kuchukua ubingwa akiwa na Simba Queens. Kwa hiyo naye ni mzoefu kwenye mashindano kama haya, tunao kina Fatuma kitu nini. Kwa hiyo na imani haitatusumbua kama timu na vile vile tatufanya sisi tuzidi kujengeka tuweze kufanya vizuri mechi ya kesho. Unazungumziaje shindano lenyewe la ngao ya jamii? Shindano lipo vizuri na vile tunashukuru TFF kwa kuweka timu 4 kama hivi, inatupa fursa hata sisi tulipo nafasi ya 4 kuweza kucheza ligi hii. Kwa hiyo naamini walioandaa kitu kama hicho wamefanya kitu kizuri na shindano kubwa, hata Watanzania wataona kuna soka wanawake kuna nini kinaendelea kwenye ngao ya jamii. Asante kocha Ali. Naomba sasa Sabina hapa naye tuweze kuzungumza naye kuhusiana na mchezo huo akiwa anawakilisha wachezaji wa Mashujaa Queens ambao watacheza katika nusu fainali ya kwanza dhidi ya Simba Queens. Sabina Emmanuel, unawakilisha wachezaji wenzako kwenye mchezo huu wa ngao ya jamii ambao mnacheza kwa mara ya kwanza. Kwenu wachezaji kwenye mchezo dhidi ya Simba Queens, mnakwenda namna gani na mnazungumza nini kuelekea kwenye mchezo wenyewe? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku kama ya leo. Tunaomba pia kesho aweze kutuamsha salama. Lakini kwa wachezaji wenzangu, kila mmoja ana hali amejiandaa kimchezo, kila mmoja ana morali na mechi, kila mchezaji anautaka mchezo. Kwa hiyo kama sisi wachezaji tumesikiliza benchi la ufundi, nafikiri tukiyafuata maelekezo ambayo wametupa tutapata matokeo mazuri kwa upande wetu. Kila mchezaji anautaka mchezo. Mashujaa Queens wanakwenda kucheza dhidi ya Simba Queens. Kama kuna maswali kwa Sabina? Sabina, mchezo wa kirafiki kuna up and down, shinda na suluhu na fungwa. Mchezo wa mwisho mlipoteza dhidi ya Princess kwa upande wa kimsingi. Nenda kucheza dhidi ya Simba ambao mchezo wa mwisho kwenye ligi
tuliona ushindani mkubwa. Kama wachezaji tunazungumza nini kuelekea katika mchezo na kitizamo performance yenu katika mchezo mliocheza kirafiki, kuongeza namna yote kuelekea katika mchezo huu? Michezo ya kirafiki imetusaidia pia, kwa sababu ile michezo tulikuwa tuangalie jinsi tu ya kushinda au kufungwa. Mwalimu kuna vitu ambavyo alikuwa anatuelekeza tukifanye kwenye hizo mechi za kirafiki. Kuna kitu ambacho alikuwa anakitafuta na ameweza kutuambia mazoezini mazuri na mabaya ambayo tunafanya kwenye friend match, ambayo anaweza kutusaidia katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo zile friend matches zitatusaidia, kwa sababu mwalimu vile vitu ambavyo alikuwa anatuambia sisi wachezaji tukavifanyie kazi. Tumepata gap kubwa, tumepata muda, tunaamini mpaka hivi mechi inafika hii tutakuwa tupo vizuri tuweze kupata matokeo. Swali lingine kama lipo? Moja la mwisho kwa Sabina. Na bila shaka tunaitaka pia kutokana na mwalimu wangu, amenipa pia ujasiri kutokana na vitu ambavyo ametupa sisi mazoezini, vinanipa confidence kubwa sana ya kuongea, tunajiamini kwa hiyo. Asante coach pamoja na Sabina, kila la kheri kesho kwenye mchezo wenu dhidi ya Simba Queens.